Ili kwanza kupata habari zetu kutoka hapa, tafadhali bonyeza alama ya subscribe na kisha bonyeza alama ya kengele. Asante. Asante kuangalia Trace Sports. Ni siku nyingine tunakutana hapa bwana michezo mwenzetu kupeana taarifa mbalimbali zinazohusu masuala mazima ya michezo kutoka hapa Trace. Kama tu bado hujabonyeza alama ya subscribe na video hii, bonyeza alama ya subscribe na kisha bonyeza alama ya kengele ili kwanza kupata habari zetu kutoka hapa Trace Sports. Leo tunakutana tena kupeana update mbalimbali za michezo zinazohusu masuala mazima ya usajili ambao Trace Sports huwa inakupa kwa usahihi na kwa 100% kwamba ikiendapo usajili huu tajwa basi ujue umekamilika. Na Trace Sports ni channel ambayo haijawahi kukupa usajili ambao ujawa tayari kwa 100% kutoka ndani kabisa. Trace Sports tunakunyua taarifa nyingi za michezo za usajili, na hivyo tunakuwekea wazi kutoka hapa ili mwanamichezo mwenzetu uweze kupata taarifa hizo kwa wakati sahihi na wakati maalum kabisa. Leo tunazungumzia kuhusu usajili wa klabu ya Young Africa ambao umekwenda kufanya usajili tishio, ambao usajili huu mashabiki wa Simba hawatakuwa makini basi wajue kwamba hapa Yanga kwa msimu mwaka 2021-2022 itakuwa ni tishio sana na sana. Nikumbusha tu kwamba kwa miaka kadhaa klabu ya Simba amekuwa akitamba sana kwa usajili wa Madi Kagere ambao uliotokea Rwanda, na hivyo ametamba sana kwa uwezo wake kufunga magoli na nini. Mwisho wa siku hizo zilikuwa nyingi sana kwamba inawezekana Madi Kagere akaweza kaachwa, lakini pia sitofahamu ikaendelea mara mkataba bado na nini. Hadi sasa ni kweli kwamba mkataba bado Madi Kagere haujaweza kuongezwa na hakuna klabu ambayo yote imeweza kuweka ofa kumtaka Madi Kagere. Wengi wakisema ni umri, wengine wakisema hapana okwe narudi, lakini yote kwa yote yamekuwa ni sawa kabisa. Lakini hayo yote yanafanywa hivyo ni kwamba ni kuweza kuweka soka na tension kubwa kwenye masuala mazima ya usajili ambayo yanataka kwenda kufanyika, na hivyo kila klabu kwa msimu huu imeanza kujitapa na kuweka pesa nyingi kuweza kufanya usajili mkubwa na mzuri. Na Yanga si haba, GSM mama kujiwekeza kabisa kwa masuala mazima la usajili, na imeweka pesa nyingi ambayo itakwenda kuipa Yanga mafanikio makubwa kimataifa na huweza kufanya usajili mkubwa na mzuri zaidi ambao utaipa Yanga mafanikio. Engineer mwenyewe ameweka wazi na kusema kwamba hadi sasa tumeweka pesa nyingi, tunakaribisha wachezaji wengine kuweza kuwekeza Yanga na hivyo kuipa Yanga nguvu. Na kumbuka tu kwamba tunashiriki kimataifa, basi Yanga tumewekeza pesa nyingi ambazo tutafanya tuweke usajili mkubwa na mzuri na kuwa klabu ya mfano barani Afrika kwa kusajili wachezaji wengi wazuri wa kimataifa na wenye uwezo mkubwa, na hatuwezi kufanya makosa tena ya kuweza kufanya usajili kwa mara nyingine. Hivyo wana Yanga watuamini, watupe nguvu, watupe ushirikiano, na ni kwamba Yanga sasa itakuwa kimataifa zaidi na ubingwa hakika niwaambie tu kwamba tukiukosa hakika ni bahati mbaya sana. Na hii inakuja tu mara baada ya sajili mbalimbali. Wachezaji wengi kutoka nchi nyingi wamesajiliwa kwa uwezo mkubwa na kutoka vilabu vikubwa, tena ni wale ambao ni first 11. Kwa mfano kutokea kule Kaizer Chiefs wachezaji wawili, lakini pia Heloya mchezaji mmoja, na huko haijulikani ni Makamba au ni nani, lakini kutoka Heloya. Lakini pia kutoka katika klabu ya Al Malek ya nchini Sudan mchezaji wawili. Na hivyo nafasi hizi zinakuja kuzibwa nafasi za kina Michael Sabong, Festus na Brazaki, lakini pia kijana wetu Carlos Carreño ambaye ameondoka juzi kati kwenye mkataba kurudi kwao. Na hivyo Yanga yana nafasi nyingi ya kuweza kuziba pengo la wachezaji wa kimataifa ambao wanatakiwa waweze kuja kufanya vizuri kwa msimu mwaka 2021-2022. Na yote haya Engineer Hersi amesema kwamba yatafanyika kwa usahihi, kwa umakini mkubwa, na wachezaji ambao wamebakia watakaobakia na Saidon Zabokiza anabaki, lakini pia Lemine Moro pia ametajwa kubaki baada ya mgogoro wake kuisha. Yeye pia atabaki kwa wachezaji wa kimataifa. Lakini pia nafasi ya Haruna Niyonzima ipo matatani, na hii inakuja tu mara baada ya mchezaji mwingine kutoka huko Rwanda anatua muda sio mrefu. Nitakuja kukuambia hapo ni nani, na tayari dili hili limekamilika na yeye mwenyewe amefungua kuweka wazi kuja Tanzania na kujiunga na Yanga ya Young Africa ambao walimfukuzia kwa muda mrefu na kuwekewa dau ndefu. Sasa mwaka huu Yanga amekubali kufika dau hilo, na hadi juzi tu hapa ametupia bonge la goli dakika 70 na timu yake ya taifa, na akiwa Engineer Hersi na kumposti kwenye Insta story yake kumpongeza. Mbona huyu mtu amepostiwa Insta story? Engineer kuna nini? Lakini ni kweli ni kwamba tayari dili hili ni kupe wazi limekamilika. Je, unamjua ni nani huyo ambaye hadi sasa amekamilisha dili Yanga? Nitakwambia hivi punde, kana mimi, na pia utajua nini kilichotokea na kwa nini alipostiwa ana Engineer Hersi. Lakini upande wa huko Rwanda yanapotokea mchezaji huyu ni kwamba amekuwa mchezaji ambaye ana mafanikio makubwa na vilabu vingi vimekuwa vikimfukuzia kwa muda mrefu, na huku wengi wakisema kwamba inawezekana Yanga
walikuwa ili dawa washalifanya kwa muda mrefu, ila kisubiri muda mwafaka. Na ni simu nyingine ikizungumzia ni Tuyisenge. Huyu mchezaji kutokea huko klabu ya Rwanda, na juzi kati ya Rwanda na Central Africa, Rwanda ilishinda goli 2-0 na dakika 70 Tuyisenge aliamua kuweka goli hilo, na hivyo Rwanda ikawa imeshinda 2-0. Tuyisenge mchezaji ambaye rasmi dili hili limekamilika kwa 100%, na baada ya klabu yake rasmi ukiangalia kwenye website yao kwenye orodha hiyo ameondolewa. Ni kwamba tayari Yanga washalipa hili dili, na rasmi Tuyisenge anakuwa mchezaji mwingine wa kimataifa, anakuja kuchukua nafasi ya Michael Sabong ambaye amekuwa hana mwenendo mzuri kwenye klabu. Hata mashabiki wengi ukweli ni kwamba hawajafurahia usajili wa Michael Sabong na hawajaona matunda yake. Anashinda magoli na Deus Kaseke, anashinda magoli pia na Yakubu ambaye pia huyu amekuwa ana mafanikio makubwa kuliko mshambuliaji wa Yanga, nikimzungumzia Michael Sabong. Kwa hiyo Tuyisenge rasmi hili limekamilika, na yeye pia tulivyojaribu kumtafuta kwa njia za simu kutokea huko nchini Rwanda aweze kuzungumzia usajili huu, alisema ni mapema sana, na endapo atatoka Tanzania basi atazungumza nini kilichotokea, na amekuja Young Africa malengo yake ni nini. Lakini kwa upande wa familia yake, mdogo wake na Tuyisenge, Ludega Dise, yeye alisema kwamba ni kweli brother atatua Tanzania, na tunaamini atafanya makubwa zaidi kama alivyofanya Hamis Tambwe, alivyofanya pia Haruna Niyonzima. Basi huyu pia ni zaidi ya hao, atafanya makubwa zaidi na zaidi. Na kwa Rwanda anafananishwa na Madi Kagere, uwezo wake alinganishwa na Madi Kagere kwa Rwanda, na huku wengi ukipiga kula Rwanda kati ya Tuyisenge na Madi Kagere, basi Tuyisenge anachukua namba 1. Kwa hiyo basi mashabiki wa Yanga wanatembea kifua mbele kabisa, watakuwa mchezaji ambaye atamzidi Madi Kagere kwa uwezo, kwa sababu ni mchezaji ambaye ana uwezo. Lakini pia hata Simba pia walikuwa wanamfukuzia kipindi cha nyuma, wakashindwa dau na kuweza kumchukua mchezaji huyu kutoka kwa klabu hiyo yake ya APR ya Rwanda. Sasa usajili huu unakamilika huku Yanga ikiwa tayari imejiwekea nafasi hiyo kubwa ya kuweza kuchukua wachezaji wengi wa kimataifa ambao watakuja kufanya vizuri zaidi kwa msimu wa mwaka 2020-2021. Ni kweli ni kwamba hadi sasa Yanga tayari usajili wa wachezaji watatu wa kimataifa umekamilika kwa asilimia zote, na hapa na kuzungumzia ni kwamba usajili wa Tuyisenge umekamilika, lakini pia usajili wa Kambole umekamilika, usajili wa mchezaji mwingine kutoka Kaizer Chiefs ni huyo Kambole umekamilika, na hivyo ni wakati sahihi wa Yanga kuweza kuonesha kwamba wana uwezo wa kifedha, wana uwezo ambao utaifanya klabu hiyo kuweza kujidai. Lakini usajili kutoka Yakuba Bari kutoka Heroya, na huu umekamilika, na huyu ni pia ni mshambuliaji ambaye ametoka huko Heroya FC. Yakuba Bari mmoja kati ya wachezaji ambao wameonyesha uwezo mkubwa kimataifa, lakini pia wameonyesha uwezo pia kwenye mashindano ya bingwa barani Afrika, na yeye pia usajili huu umekamilika, na muda sio mrefu atatangazwa, pia atakuwa miongoni mwa wachezaji ambao watakiwa kikosi cha Yanga mwaka 2021-2022 kimataifa, lakini pia ligi kuu ya bara. Lengo ni kuweza kufanya vizuri, lengo ni kuweza kujipanga, kuweza kujiandaa na msimu mzima wa ligi ambao unakwenda kukamilika muda sio mrefu. Hivyo basi Yanga wamekuwa dhamira yao ya dhati kabisa kuweza kufanya vizuri na kuweza kujipanga. Kwa mashabiki wa Yanga wana imani kubwa na usajili huu ambao unakwenda kufanyika, na wengi wakitegemea kuona wachezaji hawa wanafanya vizuri, na engineer amesema kwamba wawampe muda. Tayari Manji yupo, lakini pia Rosa Mwazizi yupo, pia JSM wamewekeza pesa. Usajili utakuwa wa kimataifa zaidi na mkubwa sana. Basi ni hayo kutoka hapa Choice Sports. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe chini ya video hii ili uokoe habari zetu kutoka hapa Choice Sports. Asante kuangalia Choice Sports.